Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mtaa wa Itezi Magharibi ni miongoni mwa mitaa minne iliyopo katika kata ya Itezi. Kata ya Itezi ni miongoni mwa kata 36 zinazopatikana katika halmashauri ya jiji la Mbeya. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mradi wa ujenzi wa ofisi ya mtaa wa Itezi Magharibi kata ya Itezi imejengwa kwenye eneo lenye ukubwa wa mita za mraba 4775. Ujenzi ulianza tarehe 22 mwezi wa 4 2025 kwa hatua ya kusafisha eneo na kufuatiwa na hatua ya ujenzi wa msingi kwa nguvu za wananchi wakishirikiana na wadau wa maendeleo. Ujenzi unaendelea sasa, upo hatua za kupachika madirisha ya aluminium ikiwa ni 88% ya utekelezaji wa mradi. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mradi wa ujenzi wa ofisi ya mtaa wa Itezi Magharibi unakadiriwa kutumia milioni 100,981,500, ikiwa shilingi milioni 69,981,500 ni fedha kutoka halmashauri, shilingi milioni 5,20,500 ni mchango wa nguvu za wananchi, na shilingi milioni 25,278,500 ni michango kutoka kwa wahisani. Faida za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, faida za mradi huu ni pamoja na: moja, kuboresha utoaji wa huduma na kusogeza huduma karibu zaidi na wananchi. 2, kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi. 3, kurahisisha ukusanyaji wa mapato kwa kanda, na kwa kuwa ofisi hii itakuwa na dawati la huduma kwa wateja wote watakaohitaji kulipa tozo mbalimbali na kupata elimu sahihi ya kulipa mapato ya serikali. Na 4, kuileta serikali karibu na wananchi. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, kwa niaba ya wananchi wa kata Itezi, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuletea miradi mbalimbali katika kata hii, ikiwemo ujenzi wa vyumba vya madarasa, ujenzi wa zahanati na uchimbaji wa kisima cha maji katika shule ya msingi Gombe. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupatia bati pisi 176 na shilingi milioni 2 kwa ajili ya upauzi wa jengo hili, gharama ambazo zimejumuishwa kwenye jumla kuu. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, kwa niaba ya wananchi wote wa kata Itezi, jimbo la Uyole, tunamwahidi Mheshimiwa Rais kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kama ujumbe wa mwenge wa uhuru wa mwaka 2025 usemao: jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Kiongozi wetu wa mbio za mwenge taifa, ndugu yetu Ismail Ali Hussein, baada ya kukagua mradi wetu wa jengo hili la utawala wa mtaa pamoja na kukagua mradi mwingine wa magari, sasa ni kipindi cha wewe, baada ya kukagua, kutueleza yale ambayo umeyaona, na baada ya hapo tufanyie uamuzi na maelekezo yako tutayapokea. Karibu sana. Mwenge wa uhuru oye! Wana Itezi oye! Maendeleo safi! Dr. Samia oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya hii ya Mbeya, ndugu wajumbe wa kamati ya usalama wilaya mliopo, natambua uwepo wa katibu tawala wa wilaya, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia umeambatana na viongozi wa vyama vya kisiasa wote ndani ya wilaya hii, ndugu wajumbe wa kamati ya siasa ya wilaya wakiongozwa na katibu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya, ndugu kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, lakini pia natambua uwepo wa mama yetu mlezi ambaye pia ndiye spika mwenye dhamana ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Tulia Ackson. Naomba tumpigieni makofi mengi sana.
Mama Tulia oye! Wana Uyole oye! Lakini pia natambua uwepo wa watumishi na wakuu wa idara mbalimbali, ndugu watendaji wa kata na mitaa nyote mliopo hapa, ndugu viongozi wetu wa kidini pamoja na viongozi wa kimila, ndugu wakimbiza mwenge wa kitaifa ambao ni waandamizi kutokea miaka mbalimbali mliopo, ndugu machifu wetu, wananchi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Sifu Yesu Kristo. Awali ya yote nami niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameendelea kutujalia wingi wa rehema na kuendelea kuianza ziara yetu tukiwa katika hali ya usalama na amani. Lakini pili, niendelee kuwashukuru sana ndugu zangu wananchi wa Itezi kwa mapokezi makubwa na ukarimu ambao umetupokea leo hii. Niseme wazi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwamba leo ni halmashauri ya 195. Katika halmashauri 195, kwa kweli miongoni mwa watu waliofanya vizuri katika uanzaji wa miradi, kwa kweli wana Itezi mmeupiga mwingi, jipigieni makofi mengi sana. Na mimi kwenye hili nasema kwa dhati ya moyo wangu, ndugu zangu, nimetembea miradi mingi, lakini kwa kweli mashirikiano mliotuonesha mahala hapa, sina shaka na kwenda kulipa imani ya Rais Daktari Samia. Naomba jipigieni tena makofi mengi sana. Samia oye! Ndugu zangu wana Itezi, Mwenge wa Uhuru umekuja katika mradi wa ofisi ya mtendaji wa mtaa. Kwa kweli leo hii serikali ya Daktari Samia inayoongozwa na mama huyu kwa kweli inaendelea kuthamini jitihada za wananchi. Leo hii tunajenga ofisi hizi za serikali za mitaa ni kwa sababu ya wananchi, imani ambayo mnaionyesha kati yenu. Tunatambua tulio wengi mahala hapa, watendaji hawa wa mitaa mara nyingi walikuwa wakipanga siku maalumu kwa ajili ya kuja kusikiliza changamoto za wananchi mitaani kwetu, na hii ilikuwa inasababishwa ya kwamba tulikuwa hatuna maeneo rasmi kwa ajili ya kupeleka changamoto kwa wananchi katika maeneo hayo. Lakini serikali ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia ilipokuwa sikivu ya kuwajali wananchi na iliweza kuwaahidi wananchi ya kwamba tutahakikisha tunawaletea maendeleo katika vijiji na mitaa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwenye hilo ndiyo maana leo tumekuja kujionea ofisi hii. Kwa kweli imejengwa kwa ubora na viwango vya hali ya juu. Naomba jipigieni makofi mengi sana. Na mimi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niwaambie wana Itezi, miongoni mwa mambo ambayo tunatakiwa kujivunia kwamba jengo hili katika majengo niliyoyaona kwenye ofisi za mitaa na za watendaji, kwa kweli nadhani kwenye majengo matano nalo limeingia katika historia kubwa ndani ya jengo hili, kwa sababu ukiangalia humo ndani, ukiingia, kwa kweli mwananchi akija kupatiwa huduma atajihisi kwamba kweli amekuja kutoa changamoto katika eneo hili. Na niwaombe sana ndugu wananchi, situmieni ofisi za aina kama hii kwa kuleta changamoto za wananchi walio wengi. Usije ukaleta changamoto ya kwamba umegombana na mume wako, umegombana na mke wako, ama umegombana na jirani yako huko mitaani. Leteni changamoto ambazo zitawagusa walio wengi ili serikali iweze kutatua changamoto za aina kama hiyo. Kuna mahala miundombinu ya maji imeharibika, basi hapa ndipo mahala pake. Kuna mahala miundombinu ya afya haiendi vizuri, hapa ndipo mahala pake. Kuna mahala miundombinu ya barabara haiko vizuri, hapa ndiyo mahala pake. Kuna mambo ambayo tunahitaji katika maeneo yetu, basi hiki ndiyo kituo cha sihi kwa ajili ya kuleta changamoto za aina kama hiyo. Nina imani walio wengi huko mitaani, wapo ambao wanajuana na wakuu wa wilaya, wapo ambao wanajuana na wakuu wa mikoa, wapo ambao wanajuana na waheshimiwa mawaziri. Tusije tukaanza hatua yoyote bila ya kuja kwa mtendaji wetu wa mtaa, kwa sababu yeye tunamlipa mshahara na yeye amewekwa kwa ajili ya lengo la kuchukua changamoto za wananchi na kuzipeleka katika maeneo husika. Kwa imani na mapenzi mlioonyesha leo, kwa kweli wana Itezi mtalitumia ofisi hii kwa hayo ambayo tumeweza kuwaelekeza. Wana Itezi oye!
Wana Itezi safi. Jambo la pili ambalo ndugu zangu mnatakiwa kulijua ni swala zima la kuona maono ya falsafa ya Mwenge wa Uhuru. Leo hii tumeuleta Mwenge wa Uhuru ni kwa sababu ya kulinda maono ya falsafa ya hayati Mwalimu Julius Nyerere. Baba yetu huyu wakati ameuasha Mwenge wa Uhuru aliamini ndiyo chombo kitakachoenda kuweka matumaini kwa wananchi, ndiyo chombo kitakachoenda kuweka upendo kwa wananchi, na ndiyo chombo kitakachoenda kuweka heshima kwa wananchi katika taifa lao. Na ndiyo maana leo hii wapo wengi hawakutaraji, wapo wengi hawajategemea kwamba leo tukejengewa ofisi yenye ubora ndani ya mtaa wetu wa Itezi. Wana Itezi oye! Mwisho kwa kumalizia, ndugu zangu, ni waombe sana kwamba leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Tarehe 29 tumebakishwa na siku chache sana. Twendeni tukapige kura kwa amani na utulivu. Twendeni tukachague waheshimiwa madiwani, twendeni tukachague waheshimiwa wabunge, twendeni tukachague rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hii nchi yoyote duniani inaendeshwa kwa mujibu wa katiba na sheria ambayo nchi wamejipangia. Kwetu sisi Tanzania, unapoenda kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, unapoenda kwenye ibara ya 42 kwenye kifungu cha pili mstari wa 65 kinasema maneno haya yafuatayo: Tanzania itafanya uchaguzi mkuu kila baada ya miaka 5. Lakini kwenye wilaya yetu ya Mbeya tutakuwa na majimbo mawili ya uchaguzi. Tutakuwa na jimbo la Mbeya mjini, tutakuwa na uchaguzi kwenye jimbo la Uyole. Kwenye jimbo la Uyole tutaenda kuchagua viongozi watatu wafuatao: rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa madiwani, pamoja na mheshimiwa mbunge wa jimbo letu. Niwaombe sana wana Uyole, niwaombe sana wana Itezi, twendeni tukashiriki uchaguzi mkuu kwa amani na utulivu. Uchaguzi oye! Na mimi nataka niwaambie la mwisho, ndugu zangu, miongoni mwa sifa ulizo nazo Mwenge wa Uhuru kwamba ndiyo chombo ambacho kinaweka matumaini kwa wananchi, lakini ndiyo chombo ambacho yoyote ya kitaifa kiongozi ambaye anafanya vizuri lazima kumsemea mtu huyo kwa mazuri, kwa sababu ndiyo tunu ya taifa na ndiyo wengi ambao mnaendelea kuiamini, na sisi wenyewe na viongozi wanaendelea kuirisisha kwa vizazi. Twendeni tukalipe imani ya rais wetu Samia, twendeni tukalipe imani za viongozi ambao wanamsaidia rais wetu Samia, akiwemo mama yetu Spika. Naomba mpigieni makofi mingi sana. Wana Uyole oye! Spika oye! Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nikushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, lakini pia niwashukuru sana viongozi wa jiji wakiongozwa na mkurugenzi wa jiji letu. Miongoni mwa mambo ambayo yamenipa upendo ni kuona jinsi gani unasimamia 10% za vijana ambazo zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Binafsi nimejionea magari yale ambayo leo hii muda sio mrefu tutaenda kuwakabidhi vijana ambao wanajishughulisha na swala zima la kampeni ya utunzaji wa mazingira ndani ya wilaya yetu. Ni amani yangu kwamba vijana wataenda kuyatunza magari yale, wataenda kuyathamini, ili kila mmoja aone faraja juu ya uweji wa Mwenge wa Uhuru ndani ya jiji letu la Mbeya siku ya leo. Wana jiji oye! Na mimi kwa niaba ya wenzangu, kwa kweli tumekagua mradi huu wa ofisi ya mtendaji, lakini pia tumepitia nyaraka na taarifa mbalimbali, na kwa mapenzi ya wananchi wa Uyole na kwa mapenzi ya wananchi wa Itezi, Mwenge wa Uhuru umeweza kuridhia kuweka jiwe la msingi ndani ya ofisi ya mtendaji wa mtaa iliyopo Itezi. Wana Itezi oye! Mheshimiwa Spika, bomba si bomba, watamweza kweli kushindana naye? Hata wakiungana, Spika Tulia mama lao na Samia bibi yao. Nawashukuru sana na asanteni kwa 2, 3 tayari anaweka pale jiwe letu la msingi.
na limeandikwa jiwe hili la msingi wa mradi wa ofisi ya mtaa wa Itezi Magharibi, kata ya Itezi, halmashauri ya jiji la Mbeya, limewekwa na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ndugu Ismail Ali Ussi tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2025. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenge wa uhuru oye! Nashukuru sana.